Tena katika episode ya pili tu sawa Tara Bintibu tutazidi kusogeza jalamba zaidi. Wanaita my beloved queen, ya unaweza kuita my dearest queen. Mambo yanakuwa safi zaidi. Sasa tuunganishe katika episode safi ya pili kwenda kujua mengi zaidi. Wanasema mfalme ilibidi afanye ibada maalum tu kwa ajili ya kuliombea taifa liweze kupata mvua na mambo mengine yazidi kwenda sawa zaidi. Sasa unafikiri nini ambacho kinajiri katika mzigo bomba zaidi? Wewe usiguse kidude, ungana sisi tu ili upate burudani ambayo imetukuka zaidi. Huyo hapa ni Falo DJ. Let's say ciao. Kamsamida. Sasa tunaanzia hapa katika episode ya pili. Tunaanza pale ambapo tulishia katika episode ya kwanza. Balagafa baada ya kula chakula sasa wanajikuta na kizunguzungu. Watu wa kumbe ni manyang'ao wako kwa ajili ya kuwasachi na kuwateka katika jumba moja maalum. Sasa binti alipambana kweli na sasa aliweza kumuokoa mzee mzima ambaye kwa sasa ni mfalme na binti hajui chochote kile. Asa mwamba anajiuliza nani huyo tena? Kumbe ni kabinti ambako kameweza kumpatia msaada wa kumtoa katika lile eneo. Aliwaza sana mtu kwa sababu katika maisha ana vitu vingi sana ambavyo vinamsumbua. Basi baada ya kufika hapa alitoa amri tu ya kwamba geti liweze kufunguliwa. Kabinti kalikuwa kamesima kidogo. Sasa binti anakuja kuamka sasa. Anasema Olia, yani mpambanaji, nisingeweza kukuacha wewe, ni familia yangu. Kwa kila kitu nilifanya kwa ajili ya kuhakikisha na kusaidia kwa sababu tayari ulikubali kuwa kakangu. Basi mwamba alimwambia kitu kimoja tu, binti aweze kutulia. Sasa mnyama anatoka katika ile eneo. Anasema kwa maisha ya baadaye sitaki tatizo lolote liweze kumkuta huyo binti. Anaingia sasa katika baraza kuwasha moto zaidi. Anasema kuna watu mnajifanya mnafanya ulinzi, lakini nchi ni kwamba kwa sasa iko na insecurity. Kwa watu wanaweza kufanya matukio wanavyoweza kujiamlia. Na leo nitatoa mwanga tu kwa walioyafanya. Aliwafyekele mbali. Anasema na waziri wa ulinzi, kuanzia leo hauna cheo. Tunahitaji mtu ambaye anaweza kufanya kazi na sisi sambamba zaidi. Ni the king nyama. Basi akiwa anarejea anakuta bwana mdogo alikesha usiku mzima akiwa anamsubiri kakake. Hata hivyo tuarejea upande wa pili kwa binti. Kabinti baada ya kuamka kalikutana na ujumbe tu. Anasema kwa wakati mwingine tukikutana utagrant wish, yani utaniomba chochote ambacho unataka. Hasa binti kumbuka anahangaika kumtafuta chalia ambaye anadhani ameiba ile balo yake asili. Anasema hatimaye mbingu zimeweza kunisaidia kumpata mtu ambaye aliniibia mambo yangu. Moja kwa moja ndani alikuwa ni Queen Doge akiwa na Grand Prince. Sasa anamwomba mzee mzima huyu Chief of Justice, Minister of Justice, aweze kukubali ya kwamba binti yake aweze kuolewa na kijana huyo. Anasema Chekyong, huyu ni binti ambaye ana udhaifu sana. Sasa mama anamkataa mtoto wake na kusema kwamba ana shida. Kwanza ni mvivu, ana uelewa mzuri, hajui kusoma na hata hivyo hawezi kupata nafasi ya kuwa queen katika taifa. Anasema Grand Prince, nini ambacho kinakushtua? Mamba alipata wasiwasi kidogo. Akahisi kuna mtu hapa. Kwenda kufungua kalikuwa ni kabibie kanapiga chabo. Sasa mama na baba anashangaa huyu binti Chayong amewezaje kufika huku, kwa sababu anaamini alikuwa kijijini. Anaita mama, baba. Binti ashaharibu mambo sasa. Anasema mbona ni tofauti na kile ambacho mmeniambia. Anasema anaweza akawa ni maneno ambayo yalikuwa sahihi zaidi. Hata hivyo Queen Doge alitokea kumpenda sana binti. Sasa prince mazima anamkataa. Anasema siwezi kumwoa mtoto wa namna hii. Anasema hapana, mimi niko tayari kuolewa na. Hao wana bifu lao kumbuka kule mtani. Sasa kabinti kalimzoea. Anasema sababu gani? Anasema unajilazimisha kwangu niache na maisha yangu, sihitaji kuwa na wewe. Ulinisababishia hatari kidogo niweze kupoteza maisha. Lakini mmalikia, huyu binti sio mzuri. Anasema hiyo ni hatima yao watu. Anasema mtu mwenyewe ovyo. Unafikiri mimi nakulilia? Mimi nachotaka ni pochi yangu ile ambayo uliniibia pale sokoni. Asa Chalindo anakumbuka bwana. Kumbe kuna dogo alimpiga changa. Anasema basi nitakusaidia kumkamata mwizi, lakini sasa ukae mbali na swala la kwamba mimi naweza kukua wewe. Basi ilikuwa ni ahadi ambayo binti alikuwa amekiana na mtaalamu kwamba endapo ataweza kumsaidia kumkamata mtu ambaye alistock ile kipochi chake, hatakuwa tayari kuweza kuolewa na mtaalamu. Sasa huku mama anahitaji kushusha kipigo. Binti anakimbia kila upande.
Anasema hujui nini ambacho kilikufanya uweze kutoka nyumbani. Hujui umetengeneza hatari sana. Wewe huwezi kuqualify kuolewa. Na kuanzia leo na kuanzia muda huu sasa nahitaji uweze kurejea kijijini Chaejong. Binti anauliza sababu ni nini baba utaki niolewe na kijana wa kifalme. Anasema nitamwambia muda ukifika tu, lakini upande wa pili mzee mzima naye kuna kumbukumbu anaipata. Anajua kwa muda huu ataweza kumpata wapi Blaza. Blaza alikuwa na pasha na gaza sana. Lakini pia anakumbuka maneno ya yule binti, pia maneno ya mdogo wake kwamba mtu ambaye yuko nyuma yake ni yeye ndo amemfunza kila kitu, hivyo hayuko tayari kwa ajili ya kumsaliti kakake. Anasema kaka, siko tayari kumuoa Chief Royal Secretary, binti wa yule Chief Royal Secretary. Na kwa maisha yangu bora niishi kama bachelor, lakini sio kukukosea wewe kakangu. Kwa hiyo nitafuata kile ambacho unakitaka tu. Siko tayari kwa ajili ya kumoa yule mtoto wa Chief Secretary. Nahitaji niishi kama bachelor ili kukufurahisha wewe kakangu. Basi kaka alifurahi sana kwa ile kauli. Dogo alienda kumpigia zeze bwana mkubwa kwa sababu anadai ni siku 2 hajapata usingizi. Mambo yanazidi kusonga namna hiyo. Sasa upande wa pili kwa binti akiwa na kijakazi, binti naye na plan yake. Anasema nishakubaliana na yule kijana kwamba kuna sehemu tunaweza kukutana. Ni sehemu gani hiyo? Binti kuna ushauri ambao alipewa. Anasema lazima aolewe na Grand Prince kwa namna yote. Sasa kipala gwini kicho mbeba wanakikimbiza mzobe. Binti kuna sehemu inatakiwa kukutana na mzee mzima kwa ajili ya kukubaliana mambo fulani ya msingi zaidi juu ya kipochi chake. Sasa upande wa pili katika Nzengo ni kwamba kuna watu wanapigwa, inasemekana wameweza kuiba chakula. Anasema katika kijiji hatukutegemea kupata aibu ya namna hii. Yaani tunakaribisha watu ambao ni waizi. Wewe na familia yako yote kwa siku ya leo mmeweza kuiba chakula. Sasa bwana mdogo anakumbuka kwamba mamake alimwambia jiweke mbali na hizi biashara. Yaani asije akasogelea na kuweka identity yake ikafahamika zaidi. Anasema sasa uko tayari kushuhudia mtu akiweza kupoteza maisha. Anasema sio mambo yangu, yaani sio sababisho langu. Sasa Charlie alifinywa kinyama. Mara binti akaingilia. Anasema naitwa Grand Prince Jin Seo. Watu wote wakashangaa. Grand Prince tena? Basi waliweza kumpatia heshima kwa sababu unaposikia Grand Prince yani kama ndo the next king wa taifa. Binti katika kipala gwani ambacho alikuja nacho kilikuwa kina msosi, hivyo ulikuwa ni wakati wa kuwapatia chakula watu hawa. Ilikuwa ni moment moja nzuri sana, na namna mamba anazidi kushangaa namna ambavyo binti anakuwa na ukarimu. Lakini kuna bibi mmoja ambaye alimletea kitumbua mzee mzima aweze kukipiga. Mamba alikitazama sana. Lakini sasa upande wa pili kuna mtu anapata kumbukumbu ya Malue. Huyu hapa ni Charlie ambaye ndo the king wa sasa mnyama. Anakumbuka siku hiyo aliambiwa kwamba Johnson will fall because of you, kwamba Johnson itadondoka kwa sababu yako. Anasema nashukuru kwa hizo baraka. Aliwafyekea mbali mawaziri wote. Sasa anashtuka maana ni maluelue na njozi ya wenge zaidi. Akijicheki anaona kama vazi lina damu na vazi halina kitu chochote mzee wangu. Ni mawenge tu. Batu anarejea upande wa pili kwa mtaalamu na binti. Tala binti ibu alifika katika sehemu ambayo ilikuwa ni sehemu ya ahadi ya watu hao wawili. Anasema sasa unajisafisha nini? Mimi sijaja hapa kwa ajili ya kitu chochote ambacho unakifikiria. Zaidi ni makubaliano kwa kile ambacho tumekubaliana. Anasema usijifanye kama hujaona wala usijifanye kama hujui nini kinachoendelea. Basi kale kijana ambako kalisaidiwa kaliweza kumpatia binti ujumbe ambao alikuwa anatafuta sana. Anasema sasa unafikiria hiyo nini itabadilisha sasa kwa wakati huu? Si ushapata mambo yako, kaa mbali zaidi. Dogo anasema kwa maisha yangu yote nahitaji kuwa upande wenu. Basi Bia akamwambia kitu kimoja mtaalamu. Tangia nimefika Anyang nilikuwa natafuta nafasi ya kuweza kumpata prince, kupata marafiki kwa sababu nimetoka Gyeochong. Basi kama unahitaji urafiki na mimi tarejea Gyeochong. Sasa Bia akiwa anaondoka, Trawa wasema basi ngoja tule kiapo cha urafiki. Leo Lee Siyoku pamoja na binti na mtaalamu ambaye ni Prince Jinjang wanakula kiapo cha kuwa marafiki pamoja zaidi. Hata hivyo pande pili kwa mzee mzima ashaanza kupata ndoto za mawenge zaidi. Kimada anamtuliza tu, anapiga mpige ubwani na kumweka katika hali ya kumtuliza zaidi. Anasema ufanikiwa kupata, hatujui nini ambacho anakitafuta, lakini anasema ni juu ya secret order. Anasema nipe muda kidogo tu, tafanikiwa kuipata hiyo mambo. Mamba kuna vitu ambavyo vinapita katika akili yake.
yuko binti na ule chali, na sasa ameitwa na kale kachali kwao kwa ajili ya kupiga stori mbili tatu. Tayari wameshakuwa marafiki, wakiwa ndani wanapiga stori mbili tatu juu ya kuimarisha urafiki wao. Sasa ni kama kiapo cha nguvu zaidi. Anasema kuna kitabu kangu ambako kana mambo fulani ya msingi. Binti baada ya kuona kitabu anakijua kina picha fulani za mawenge, akakataa. Akidogo anambia kitu kimoja tu, hii natumiaga njia ya kujilinda. Lakini nje ni kama kuna nyayo zote wanakuja, watu wakiwa wamevalia hayo madude kama ni makatiki, makofia fulani hivi. Mwamba kwa sasa anajisikia vibaya, anahitaji kwenda kidogo kupua, kuweka mambo sawa katika eneo la choo. Binti anasema wewe ingia huko, mimi nitakuangalizia hapa nje swala zima la usalama. Basi binti alikuwa anapiga kampinja kake taratibu. Mwamba mdogo naye anakata gogo ukiwa anapiga kampinja. Lakini sasa upande wa pili kwa mtaalamu The King kuna ujumbe ambao anaandika. Ni ujumbe wa siri sana katika eneo la ibada. Anasema finally we find. Tumeweza kumpata mtu ambaye alibakia na masalia ya muunganiko wa ile secret order ambayo iliachwa na mfalme. Ni katika kijiji kinaitwa Deokaga. Anasema basi baada ya ibada tu tuhakikisha tunamaliza mchezo. Anasema vipi kama Queen anajua? Anasema jua ishara Queen Doage kujua mimi kwangu sio kitu. Anasema basi ngoja tuone juu hiyo secret order kama pia Queen Doage atakuwa anajua au kuna namna anaweza akaingilia zaidi. Anasema natakiwa niipate mapema kabla ya mtu yote kuweza kupata huo ujumbe, kwa sababu ni ujumbe wa siri zaidi. Sasa binti akiwa kunje ananyosha mikono kidogo, anajiweka sawa. Chali baada ya kutoka katika eneo lile la kushusha mzigo, alianza kumfuatisha binti Tala Bintibu. Anaangalia mbona mtoto ni kisura, lakini shida sasa Mwamba anahofia maisha ya baadaye ya binti endapo atakuwa karibu naye zaidi. Usibunye kidude, tunaunganisha Tala Bintibu japo leo na mafua ya lazima tupige kazi kibabe zaidi. Tunaunga hapo usiguse kidude chali yangu. Unganisha Tala Bintibu na Jaramba kabambe zaidi. Dogo anakumbuka kitu kimoja tu alichoambiwa na kakake, kaa mbali na binti wa chifu secretary kwa sababu unaweza kujiletea shida zaidi. Sasa upande wa pili mnyama The King anafanya ibada moja maalum sana. Na hii ni ibada kwa ajili ya kuliombea taifa, lakini pia ni ibada kwa ajili ya kuomba mazao yaweze kustawi, nchi iweze kupata mvua na kila kitu kiwe sawa zaidi. Lakini kuna baadhi ya mawaziri wanateta kwamba mtu huyo ana mamlaka ya kuweza kuomba maombi akakubalika. Watu wanapiga maombi ambaye mpaka mfalme anapiga magoti. Sasa ni wakati wa kuweza kuziomba mbingu ili iweze kupata nafasi ya kutambulika kwamba yeye ni mfalme. Anasema haijalishi kama anatokea kwenye upande wa nyota ya kidragon au nyota ya uongozi, ila kwa sasa anaomba kwa sababu ya taifa na anaomba kwa sababu ya watu. Upande wa pili sasa binti akiwa na mkale zaidi, wanaona vile vidude ambavyo Chali anavikumbuka ni vitu ambavyo vina historia sana. Anasema salamanda, yani kwamba hapo anaomba mvua iweze kunyesha kwa kutumia hivyo vidude. Sasa mzee baada ya kufika ile eneo alishtuka sana kile ambacho kijana wake anaweza kufanya. Anasema nafikiria hii sio sehemu ya kuzidi kusalia nye, mtafute sehemu nyingine na hapa mweze kuondoka mapema zaidi. Lakini pembeni sasa inaonekana kuna watu maalum ambao wako kwa ajili ya kuwafuatilia machali na kuweza kuchukua nafsi zao. Anasema usilete marafiki katika ile eneo, utakuja kuniletea shida zaidi. Bwana mdogo aligundua ni kama kuna watu wanaofuata kwa nyuma. Kaona msintani yenye. Bwana mdogo anasepa na bibi. Alafu watu ambao tujui ni watu aina gani, wao wanafuata tu. Ni kama mtu 5 hivi. Wako kwa kazi moja maalum tu na kuhakikisha wanampoteza bwana mdogo na binti. Sasa unafikiri nini ambacho kinajili? Tukutane katika episode safi inayofuata. Episode safi inayofuata. Let's say ciao. Kamsamida. Wow.